Kuna wachezaji wanaocheza mpira na kuna wachezaji wanaofanya mpira uwafuate. Peter Shalulile ni miongoni mwa kundi hilo la pili. Ni mshambuliaji ambaye walinzi wengi wanamfahamu kabla hata mpira haujapigwa, kwa sababu walijua dakika 90 zingekuwa kama adhabu kwao. Usiku wa jana, Dar es Salaam, Yanga African iliwasha moto wa furaha kwa mashabiki wake baada ya kutangaza rasmi kumsajili mshambuliaji huyo wa kimataifa wa Namibia kutoka Mamelodi Sundowns. Usajili huu unatajwa miongoni mwa usajili mkubwa zaidi kufanyika katika dirisha la usajili. Peter Shalulile alizaliwa tarehe 23 Oktoba mwaka 1993 jijini Windhoek, Namibia. Akiwa na umri wa miaka 32, bado anaonekana kuwa na njaa ile ile ya kufunga mabao kama kijana anayeanza maisha ya soka. Urefu wake si wa kutisha, lakini miguu yake imekuwa adui wa walinda lango kwa zaidi ya muongo mmoja sasa. Safari yake ya soka ilianza katika klabu ya Tura Magic nchini Namibia. Huko ndipo ndoto zake zilipoanza kuchipua. Baadaye akavuka mpaka kwenda Afrika Kusini kujiunga na Highland Park, ambapo alijitambulisha kama mshambuliaji mwenye kasi, akili na uwezo wa kunusa mabao kabla hata mpira haujafika eneo la hatari. Mwaka 2020 akajiunga na Mamelodi Sundowns, moja ya vilabu vikubwa zaidi barani Afrika. Hapo ndipo jina lake likageuka kutoka kuwa ahadi hadi kuwa historia. Ndani ya jezi ya Sundowns alifunga mabao 136 katika mashindano yote, akichangia kutoa mataji 5 ya ligi kuu ya Afrika Kusini, Africa Football League na taji la ligi ya mabingwa Afrika. Pia alifunga mabao 20 katika CAF Champions League, rekodi inayothibitisha uwezo wake hata kwenye mechi kubwa zaidi. Lakini soka lina sheria yake moja ya ajabu sana. Hata mfalme wa jana huja kutafuta ufalme mpya leo. Ndiyo maana sasa safari yake imehamia Jangwani. Kwa mashabiki wa Yanga, ujio wa Shalulile si usajili wa kawaida. Ni kama kumkabidhi fundi seremala msumeno mpya mkali au kumpa mpishi jiko jipya lenye moto mkali zaidi. Mashabiki hawatahesabu tu pasi nzuri, watahesabu mabao, na mabao ndiyo lugha anayojua vizuri Peter Shalulile. Anatajwa pia kuwa mmoja wa wafungaji wakubwa zaidi kuwahi kucheza ligi kuu ya Afrika Kusini, akiwa amefikisha mabao 130 ya ligi, rekodi inayomweka kwenye historia ya mashindano hayo. Sasa macho ya Afrika yataelekezwa Jangwani. Je, Shalulile ataipeleka Yanga kwenye mafanikio mapya ya ligi ya mabingwa Afrika? Ataendelea kuzungumza lugha ya mabao akiwa kwenye ardhi ya Tanzania? Majibu yapo uwanjani, lakini jambo moja halina ubishi: mnyama mabao ametua Jangwani, na walinzi wa ligi kuu Tanzania wamepokea mgeni ambaye amekuwa akifundisha walinzi wengi barani Afrika maana halisi ya neno striker. Mimi ni Steven Kamil na hii ni Spruce Online TV. Hivyo basi usiache kusubscribe, kulike, comment na kushare ili wa kwanza kupata update na makala. Over my dead